taarifa kamili ya habari kutoka hapa Hayati Radio. Msomaji wako ni Nibariki Joshua, lakini kwanza ni muhtasari wake. Hamasa zinaendelea kwa wanachuo wa chuo cha The Arusha East African Training Institute kilichoko Philips jijini Arusha kuelekea safari maalum ya kutembelea Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mnamo Mei 7 hadi 9 mwaka huu. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linamshikilia Rahuli Mahabi kwa tuhuma za kumjeruhi katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania Padri Charles Kitima. Na katika habari za kimataifa, mwanasiasa mkongwe nchini Kenya na mbunge wa chama cha ODM Charles Ong'ondo Were ameuawa katika mji mkuu wa Nairobi nchini Kenya. Na sasa ni habari kamili. Tunaanza na habari za kitaifa. Arusha. Hamasa zinaendelea kwa wanachuo wa chuo cha The Arusha East African Training Institute kilichoko Philips jijini Arusha kuelekea safari maalum ya kutembelea Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mnamo Mei 7 mpaka 9 mwaka huu. Hamasa kuhusu safari hiyo zilianza mnamo tarehe 17 Aprili 2025 kupitia kwa rais wa chuo hicho ndugu Evariste Emmanuel Mwarabu pamoja na viongozi wenzake wakiwemo mawaziri wa wizara zote kama viongozi wa serikali wanafunzi katika chuo hicho, wakifanya kazi ya kuhakikisha kuwa kila mwanafunzi wa chuo hicho anakuwa sehemu ya safari ya kushiriki Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mwaka huu. Ni ziara ya 5 mtawalia kwa chuo hicho kushiriki vikao vya Bunge tangu mwaka 2021 ambapo mara zote wamekuwa wakienda kwa lengo la kujifunza namna shughuli mbalimbali za Bunge zinavyoendeshwa. Katika kuendelea kuhamasisha, viongozi hao wamesema shughuli hiyo itagharimu takriban shilingi 61,000 kwa kila mmoja, gharama hizo zikijumuisha safari ya kwenda, malazi, chakula pamoja na safari ya kurudi chuoni Arusha. Akielezea ratiba ya safari hiyo, Mheshimiwa Evariste Mwarabu, rais wa chuo, amesema kuwa mnamo Jumatano tarehe 7 Mei 2025 safari inatarajiwa kuanza asubuhi katika eneo la chuo. Watafika jioni ya siku hiyo. Alhamisi wataingia bungeni na baadaye jioni kwenda kupumzika sehemu ya malazi kusubiria asubuhi ya Ijumaa Mei 9, 2025 ambapo safari ya pamoja ya kurudi Arusha chuoni zitaanza. Chuo hicho kinatoa mafunzo ya kozi mbili ikiwemo uandishi wa habari na utangazaji pamoja na diplomasia na mahusiano ya kimataifa. Singida. Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ametangaza kuwa mwaka huu serikali imeongeza kima cha chini cha mshahara kwa watumishi wa umma kwa asilimia 35.1 ambapo kwa ongezeko hili sasa kima cha chini kitapanda kutoka 370,000 hadi 500,000. Akiongea hapo jana Mei Mosi 2025 katika maadhimisho ya siku ya wafanyakazi mkoani Singida, Rais Samia amesema mwezi Mei mwaka jana wakati wa siku ya wafanyakazi serikali ilieleza ugumu wa uchumi ulivyokuwa wakati ule na kuwasihi tusiongeze gharama kuwa serikali kwa kuongeza mishahara, bali tuliendelea na upandishaji wa madaraja na kutoa maslahi mengine ya wafanyakazi. Na mnukuu anasema, sasa kwa mapenzi makubwa na kwa namna mlivyoiunga mkono serikali ilipowaomba mfunge mkanda na mkaamua kujituma na kufanya kazi kwa bidii na kufanya uchumi wetu ukue kwa 5% mwaka huu, kwa kuwa mcheza kwao utunzwa, wafanyakazi miamvuli oye. Naona miamvuli imepanda sasa, wakati wote ilikuwa chini, sasa imepanda. Nyongeza hii itakayoanza kutumika mwezi Julai mwaka huu panapo mwaka mpya wa serikali utakapoanza itaongeza kima cha chini cha mshahara wa shilingi 370,000 mpaka shilingi 500,000. Ngazi nyingine za mshahara nazo zitapanda kwa kiwango kizuri jinsi bajeti inavyoruhusu, lakini nataka niwaambie nyongezo hizo zipo nzuri. Dar es Salaam. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linamshikilia Rahuli Mahabi kwa tuhuma za kumjeruhi katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania Padri Charles Kitima. Hatua ya kushikiliwa kwa Mahabi, mkazi wa Kurasini, Dar es Salaam, inatokana na taarifa za kushambuliwa kwa Padri Kitima iliyoanza kusambaa katika mitandao ya kijamii. Kwa mujibu wa taarifa hizo, Padri Kitima ameshambuliwa eneo la Kurasini Temeke jijini Dar es Salaam zilipo ofisi za TEC Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania
Taarifa ya polisi imetolewa Alhamisi hapo jana 2025 Mei Mosi na kamanda wa kanda hiyo Jumanne Muliro. Katika taarifa hiyo, Muliro amesema jeshi la polisi linamshikilia na kumhoji Mahabi, mkazi wa Kurasini, kuhusiana na tukio hilo. Kuhusu taarifa iliyopokelewa, Muliro amesema tukio hilo limetokea saa 8 usiku wa kuamkia tarehe 1 Mei maeneo ya Baraza la Maaskofu Tanzania Kurasini Temeke, Dar es Salaam. Wakati huo huo, Chama cha Mapinduzi CCM kimelaani shambulio dhidi ya katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania Padre Charles Kitima, kikisema ni tukio la kihalifu. Chama hicho kimekwenda mbali na kutoa maagizo kwa jeshi la polisi kuhakikisha kuwa wahusika wote wa shambulio dhidi ya kiongozi huyo wa Kanisa Katoliki wanatiwa nguvuni. Shirika la Kazi Duniani ILO limetaja mageuzi ya kiteknolojia, ujio wa akili mnemba maana ya AI, mabadiliko ya tabia nchi na ongezeko la idadi ya watu kuwa ni miongoni mwa changamoto zinazotishia ustawi wa ajira, uchumi na nishati duniani. Kauli hiyo imetolewa na mkurugenzi wa ILO nchini Tanzania Caroline Mugala kwa niaba ya mkurugenzi mkuu wa ILO Gilbert Hongi, kufuatia wimbi la ukosefu wa ajira kwa vijana wengi kutokana na ukuaji wa sayansi na teknolojia. Mugala ametaja athari za changamoto hizo kuwa ni pamoja na kubadilishwa sekta nyingi duniani, kuhitaji ujuzi mpya ili kuendana na soko la ajira, kuongezeka migogoro ya kisiasa, kuvuruga mnyonyoro wa usambazaji na kupungua rasilimali za kimataifa kwa ajili ya msaada wa maendeleo endelevu. Amesema kupitia mikakati hiyo ILO imewawezesha wanawake na vijana kiuchumi kupitia ushirikiano na taasisi kama fedha na benki ya NMB. Unaendelea kusikiliza taarifa kamili ya habari kutoka hapa Hayati Radio, na sasa ni habari za kimataifa. Mwanasiasa mkongwe nchini Kenya na mbunge wa chama cha ODM Charles Ong'ondo Were ameuawa katika mji mkuu wa Nairobi kwa kupigwa risasi iliyopelekea kifo chake siku ya Jumatano Aprili 30, 2025. Polisi nchini Kenya imesema mauaji ya mbunge huyo Charles Ong'ondo Were katika mji mkuu Nairobi nchini Kenya yamkini yalikuwa ni ya kupangwa, kwani kabla ya mauti wake ulionekana viashiria mbalimbali juu ya tukio hilo. Akielezea tukio hilo, msemaji wa polisi nchini Kenya Muchiri Nyaga amesema kwa namna tukio hilo lilipotokea inaonekana kwamba uhalifu huo ulipangwa. Ripoti ya polisi imeeleza kwamba mbunge huyo alipigwa risasi na abiria aliyekuwa kwenye pikipiki wakati yeye akiwa kwenye gari katika barabara kuu ya Ngong inayokatisha mji mkuu wa Nairobi. Rais wa Kenya William Ruto ametuma salamu za rambirambi kwa familia ya Were na kwa wananchi wa jimbo la Kasipul na kuagiza uchunguzi ufanyike na hatua zichukuliwe kwa waliohusika na shambulio hilo. Na hatimaye Seoul, Rais wa mpito wa Korea Kusini Han Duck-soo ametangaza kujiuzulu nafasi hiyo ili kupisha mchakato wa uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi ujao, huku ukiwa na matarajio kwamba huenda akagombea rasmi kiti cha urais. Rais wa mpito wa Korea Kusini Han Duck-soo ametangaza kujiuzulu nafasi hiyo. Vyombo vya habari nchini Korea Kusini vinasema rais huyo anatarajiwa kuzindua kampeni yake ya kuwania urais mnamo tarehe 2 mwezi wa 5 siku ya Ijumaa. Hadi sasa rais huyo hajatangaza rasmi kuwania kiti cha urais na alikuwa waziri mkuu na kukaimu nafasi ya urais baada ya kuondolewa na Rais Yoon Suk Yeol aliyetia nchi katika machafuko ya kisiasa. Na kabla ya kuhitimisha ama kutamatisha taarifa ya habari kutoka hapa Hayati FM Radio, na sasa sikiliza tena muktasari wake. Hamasa zinaendelea kwa wanachuo wa chuo cha Arusha East African Training Institute kilichopo Philip jijini Arusha kuelekea safari maalum kutembelea Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mnamo Mei 7 hadi 9 mwaka huu. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linamshikilia Rauli Mahabi kwa tuhuma za kumjeruhi katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC Padre Charles Kitima. Na katika habari za kimataifa, mwanasiasa mkongwe nchini Kenya na mbunge wa chama cha ODM Charles Ong'ondo Were ameuawa katika mji mkuu wa Nairobi. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Hayati Radio. Kwa taarifa zingine endelea kutusikiliza na kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii ikiwemo Facebook, Instagram na mtandao wa X zamani ukifahamika kama Twitter. Andika @hayati_.
Nikutakia wakati mwema. Jina langu naitwa Elibariki Joshua.